أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin, Mwenyezi Mungu awe msaidizi wake, anasema kutoka hutuba zilizopita nilikuwa nimemzungumzia Hazrat Saad bin Muaz radhiyallahu anhu tukio moja la imani na unyofu wake litokalo katika vita vya Badr ambalo lilikuwa limebainishwa katika hutuba iliyopita. Musleh Maud radhiyallahu anhu pia amelieleza kwa njia yake makhsus. Yeye anasema hili ni jambo la kawaida ya kwamba pale mapenzi yanapopatikana mtu hapendi kabisa kwamba mpendwa wake apate taabu yoyote, na hakuna apendaye ya kwamba mpenzi wake aende vitani, mbali hutumia njia zote ili muhibu wake asalimike kutoka vitani. Vivyo hivyo masahaba walikuwa hawapendi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ashiriki katika vita, na kutokupenda kwa masahaba kulikuwa si kwa ajili yao, bali walikuwa hawakupenda kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba aende vitani, na hiyo ilikuwa hamu yao ambayo kila ashiki anakuwa kwa mpenzi wake. Pia twaona na kutoka historia tunapata uthibitisho wake wa kutosha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na uwanja wa Badr akawaambia masahaba akisema ya kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia ya kuwa tutapigana na jeshi na si kwa msafara. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akashauriana na masahaba na akasema ya kwamba niambieni mnasemaje. Masahaba wakubwa waliposikia habari yake wakasimama mmoja baada ya mwingine na wakatoa hutuba za kusisimua imani, na wakasema tuko tayari kwa ajili ya kutoa huduma za aina zote. Mmoja alikuwa akisimama na baada ya kueleza hisia zake alikuwa akiketi, kisha alikuwa anasimama mwingine naye alikuwa akitoa ushauri na alikuwa nakaa. Ilmuradi wote waliosimama wakasema ya kwamba ikiwa Mungu wetu ametuamrisha basi lazima tutapigana,
lakini kila mara mshauri alipokuwa akikaa mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa anasema nipeni ushauri, na sababu yake ilikuwa ndiyo hii ya kwamba hadi sasa masahaba wote waliokuwa wamesimama na kutoa ushauri walikuwa wametokana na muhajirina, na mtume salallahu alaihi wasallam akaendelea kusema mara kwa mara ya kwamba nipatiwe ushauri. Hapo Saad bin Muaz kiongozi wa Aus akaelewa matakwa ya mtume salallahu alaihi wasallam, na kwa niaba ya maanswar akasimama na akasema, ewe mtume wa Mungu, ushauri umetolewa mbele yako, lakini hata hivyo unasema kwamba nipeni ushauri. Inaonekana ya kwamba unataka kujua rai ya maanswar. Hadi sasa sababu ya kunyamaza kwetu ilikuwa ndiyo hii tu ya kwamba ikiwa tutaunga mkono na wazo la kupigana vita, muhajirina wasije wakafikiri ya kwamba watu hawa wanataka kupigana na kaumu yetu na wanapenda kuwaua. Kisha akasema, ewe mtume wa Mungu, labda unafikiri kuhusu mkataba ule wa Baiati Aqba ambao ulikuwa na sharti letu ya kwamba endapo maadui wataishambulia Madina basi tutapigana nao, lakini ikiwa vita itatokea nje ya Madina basi hatutawajibika kwayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo. Saad bin Muaz akasema, ewe mtume wa Mungu, wakati ule tulipokuwa tumekuleta Madina tulikuwa hatujui kuhusu hadhi na cheo chako cha juu, lakini kwa sasa tumeshatambua uhakika na ukweli wako kwa macho yetu. Sasa mkataba huo hauna thamani yoyote mbele yetu. Yani mkataba tuliokuwa tumefunga nawe wakati wa Baiati Aqba ulikuwa mkataba wa kawaida tu wa kidunia, lakini kile tulichokiona sasa na macho yetu ya kiroho yamepata kufumbuka sasa, baada yake mkataba ule hauna uzito wowote. Hivyo uende upendako, tuko pamoja nawe, na naapa kwa Mungu, ikiwa utatuamuru ya kwamba tujitumbukize baharini tutatumbukia, na kati yetu hakuna hata mmoja atakayebaki nyuma. Ewe mtume wa Mungu, tutapigana mbele yako na nyuma yako, kulia kwako na kushoto kwako, na adui hataweza kukufikia hadi apite akikanyaga maiti zetu. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza maelezo ya aya 12 ya sura Ra'd isemayo kuwa lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, yani kwa ajili yake wapo walinzi watembeao mbele yake na nyuma yake. Huzur anasema kwamba zama nzima ya utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ushahidi wa uhifadhi huo ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amemwahidi akisema ya kwamba mbele na nyuma yako tumewateua walinzi. Hivyo katika Makka malaika ndio waliokuwa wakimlinda mtume sallallahu alaihi wasallam, waila pamoja na kuishi katika maadui wengi wa namna hii angewezaje kusalimika kutoka kwao? Isipokuwa baada ya kuhamia Madina akapata ulinzi wa aina zote mbili, ulinzi wa malaika wa mbinguni na ulinzi wa malaika wa ardhini, yani masahaba. Vita vya Badr ni mfano mzuri sana wa ulinzi huo wa kizwahiri na kiundani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekwenda Madina alikuwa amefunga mkataba na watu wa Madina ya kwamba ikiwa atakwenda kupigana vita nje ya Madina basi watu wa Madina hawatalazimika kumunga mkono. Katika vita vya Badr mtume sallallahu alaihi wasallam akawaomba maansar na muhajirina ili watoe ushauri,
muhajirina wakasisitiza mara kwa mara juu ya kupigana vita, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, eni watu, nipeni ushauri. Hapo mwansari mmoja Saad bin Muaz akasema, je, mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kujua rai yetu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo. Yeye akasema, bila shaka tulikuwa tumefanya mkataba ya kwamba ikiwa kutatokea nafasi ya kupigana vita nje ya Madina ndipo hatutawajibika kumsaidia mtume, lakini muda ule ulikuwa tofauti. Na sasa kwa kuwa tumeona ya kwamba wewe ni nabii mkweli wa Mwenyezi Mungu, hivyo hakuna haja yoyote ya kushauriana, bali ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam akituamuru, basi tutawatumbukiza mafarasi zetu baharini. Sisi hatutasema kama wasemao watu wa Musa kwamba nenda wewe na Mola wako mkapigane, sisi tumekaa hapa, bali tutapigana kulia na kushoto kwako, mbele na nyuma yako, na adui hataweza kukufikia hadi apite akikanyaga maiti zetu. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema, katika mtazamo wangu hata watu hawa wenye ikhilasi na imani pia walikuwa miongoni mwa wale walinzi ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amewateua kwa ajili ya kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba mmoja anasema, nilishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita 13, lakini mara nyingi mno wazo limetoka moyoni mwangu kwamba mimi badala ya kupata bahati ya kushiriki katika vita hizi zote, ningekuwa msemaji wa maneno haya yatokayo kinywani mwa Saad bin Muaz yaelezayo imani na unyofu wake. Mirza Bashir Ahmad Sahib akieleza habari ya vita vya Badr na imani na ikhilasi ya Saad bin Muaz anasema, katika sira ya Khatam an-Nabiyyin, mahala ambapo jeshi la Kiislam lilikuwa limetua upande wa vita, hapakuwa mahala pazuri sana. Hapo Hubab bin Munzar akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kuwa, je, kwa sababu ya ufunuo wa Mungu umepapenda mahala hapa au umepachagua kama hila ya kijeshi tu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuhusiana na sehemu hiyo haijatokea amri yoyote ya Mwenyezi Mungu, hivyo kama unataka kutoa ushauri wowote basi toa tu. Hubaba akasema, basi katika fikra zangu mahala hapa hapafai, ni vyema tusonge mbele na tuiteke chemchem iliyo karibu na Quraish. Chemchem hiyo naijua na maji yake ni mazuri na yapo ya kutosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda wazo lake, na kwa kuwa hadi sasa Makuraish walikuwa wamepiga kambi zao mbali na mlima na chemchem hiyo ilikuwa wazi, hivyo Waislamu wakasonga mbele na wakateka chemchem hiyo. Lakini kama ilivyoelezwa katika Qurani tukufu ya kwamba wakati ule maji yalikuwa hayakutosha katika chemchem ile na Waislamu wakapata shida ya maji. Kisha kulikuwa na jambo jingine, nalo ni kwamba sehemu ya bonde iliyokuwa upande wa Waislamu haikuwa nzuri, kwani ilikuwa na mchanga mwingi sana, na kwa sababu yake miguu yao ilikuwa inateleza. Baada ya kuchagua mahala kutokana na wazo la Saad bin Muaz, mkuu wa Aus, masahaba wakamwandalia mtume sallallahu alaihi wasallam hema moja katika sehemu moja ya uwanja wa Badr, na Saad akamfunga ngamia mmoja kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam karibu na hema lake, na akasema, ewe mtume wa Allah, wewe upumzike kwenye hema, nasi kwa jina la Allah tunapigana na maadui. Ikiwa Mwenyezi Mungu atatujaalia ushindi, na ndiyo hamu yetu, basi ni alhamdulillah, lakini endapo Mungu apishe mbali, jambo litakwenda kinyume chake, basi wewe upande ngamia huyo
na ufike madina. Huko wapo ndugu zetu ambao katika mapenzi na ikhilasi si chini yetu, lakini kwa kuwa walikuwa hawakujua kwamba katika safari hiyo itatokea vita, ndiyo maana hawakuja pamoja nasi, waila wasingekaa nyuma. Lakini pale watakapojua, basi katika kukulinda wewe hawatajali hata nafsi zao na watajitolea kila kitu kwa ajili yako. Hiyo ilikuwa jazba ya kiimani ya Saad ambayo katika hali zote inabidi isifiwe, waila mtume wa Mungu na akimbie uwanja wa vita haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita alikuwa anasimama mbele kuliko wote. Hivyo katika uwanja wa Hunain twaona ya kwamba wanajeshi 12,000 wakatawanika, lakini shujaa huyo hakutikisika kutoka mahala pake na akasimama kidete. Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abubakar radhiyallahu anhu wakapitisha usiku katika hema hilo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa usiku kucha akaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, na imeandikwa ya kwamba katika jeshi zima alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee ambaye hakulala, na akaendelea kuamka usiku mzima, na watu wengine sawa na zamu yao wakaweza kulala kidogo. Wakati wa vita vya Uhud usiku wa Ijumaa, Hazrat Saad bin Muaz na Hazrat Usaid bin Huzair na Hazrat Saad bin Ubada radhiyallahu anhu wakiwa na silaha zao wakaendelea kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wa unabii. Wakati wa vita vya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda farasi na akaweka upinde juu ya bega lake na akishika mkuki mkononi mwake. Alipotoka nje ya Madina, Saad wawili, yani Saad bin Muaz na Saad bin Ubada, walikuwa wakikimbia mbele yake na walikuwa wamevaa mawazi ya chuma. Hamiza Bashir Ahmad Sahib akieleza habari ya vita vya Uhud anasema, mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jumuiya kubwa ya masahaba baada ya sala ya al-asiri alitoka Madina. Wakuu wa kabila la Aus na Khazraj, Saad bin Muaz na Saad bin Ubada, walikuwa wanakimbia polepole mbele ya uchukuzi wake, na masahaba wengine walikuwa wakitembea kulia na kushoto na nyuma yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea Madina kutoka vita vya Uhud na akashuka chini kutoka farasi yake na akawaegemea juu ya Saad bin Muaz na Saad bin Ubada na kuingia nyumbani. Mama yake Saad bin Muaz kwa kiasi gani alikuwa anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza jambo hilo anasema, wakati wa kurejea kutoka vita vya Uhud, Hazrat Saad bin Muaz radhiyallahu anhu alikuwa ameshika lijamu ya farasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa anatembea kifua mbele. Ndugu yake pia alikuwa ameuawa shahidi katika vita. Walipofika karibu na Madina, Saad akamwona mama yake akiwa anakuja. Hapo akasema, ewe Mtume wa Allah, mama yangu anakuja. Wakati ule umri wa mama yake Saad ulikuwa miaka 82. Nuru ya macho yake ilikuwa imetoweka. Macho yake yalikuwa yamezofika sana hadi kutofautisha baina ya kivuli na jua ilikuwa vigumu kwake. Uvumi ulikuwa umeenea katika Madina ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi. Hivyo aliposikia habari hiyo, mama huyo pia alikuwa ametoka nje ya Madina. Hazrat Saad akasema, ewe Mtume wa Allah, mama yangu anakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, simamisha farasi yangu karibu naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja karibu na mama huyo, mama
hakumuuliza chochote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wanaye, na alichokiuliza ni ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuko wapi. Hazrat Saad akamjibu, yu mbele yako. Kizee huyo akaona juu na macho yake dhaifu yakaenda kutulia juu ya uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mama, pole sana kwa kuwa kijana wako amewawa shahidi katika vita. Mtu anaposikia habari ya namna hii katika uzee wake huwa anapoteza ufahamu wake, lakini kizee huyo akatoa jibu la namna gani lililojaa mapenzi. Akasema, ewe mtume wa Mungu, unazungumza nini? Mimi nilikuwa na wasiwasi kuhusu wewe tu. Musleh Maud radhiyallahu anhu akaeleza tukio hilo, kisha akawahutubia kina mama wa jumuiya na akiwahamasisha kuhusu mahubiri na tabligh. Akasema kwamba hawa ndio wale kina mama ambao katika mahubiri ya Islam walikuwa wanafanya kazi pamoja na kina baba bega kwa bega, na ndio kina mama ambao juu ya shughuli zao za kujitolea dunia ya Kiislamu inajivunia. Nyinyi pia mmedai ya kwamba nyinyi mmemwamini Hazrat Masihi Maud alayhi salam, na Hazrat Masihi Maud alayhi salam ni kivuli cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana kwamba kwa maneno mengine nyinyi pia ni vivuli vya masahaba kina mama. Lakini kusema kweli, museme ikiwa nyinyi mna jazba ile ile ya dini ambayo kina mama wale walikuwa nayo, je, mnayo ile nuru ambayo kina mama wale walikuwa nayo? Je, watoto wenu ni wema kama walivyokuwa masahaba? Ikiwa mtafikiri ipasavyo, mtajikuta mu nyuma sana. Kina mama wa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi walivyojitolea mfano wake haupatikani duniani hadi leo, na jinsi walivyojitolea Mwenyezi Mungu akapenda sana kujitolea kwao, na katika muda mfupi tu akawajalia ushindi, na kazi ambayo mataifa mengine yakashindwa kuifanya katika makarne, masahaba kina baba na kina mama wakafanikiwa kuifanya katika miaka michache tu. Khalifa mtukufu anasema, kwa kuwa hapa Musleh Maud alikuwa akiwahutubia kina mama wa jumuiya, ndiyo sababu kwamba wametajwa wao, waila katika sehemu nyingi makhalifa wameendelea kusema, na hata mimi mara nyingi nimekusha sema ya kwamba hata kina baba wetu pia watalazimika kuonyesha mifano ile. Ndipo sisi tunaodai na tumetoka na madai haya ya kwamba tutasambaza ujumbe wa Islam duniani na tutaileta dunia chini ya bendera ya Islam, tutaweza kuyatimiza madai yetu pale matendo yetu ya kujitolea kwetu yatakapoendana na mambo ambayo mifano yake imeonyeshwa na masahaba. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema, dunia ya Kikristo inafurahia ujasiri ule wa Maryam Magdalini na kina mama wengine, kwa kuwa walikuwa wamefika kwenye kaburi la Masihi wakiwa wamejificha wakati wa asubuhi. Mimi nawaambia, njoni mkaone wapendwa wa mpenzi wangu waliojaa ikhilasi, ya kwamba katika hali gani wakamsaidia na katika hali gani wakapeperusha bendera ya tauhidi. Upo mfano mwingine wa aina hiyo unaopatikana katika historia. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwazika mashahidi aliporejea Madina, watoto na wanawake wa Madina wakatoka nje ya mji ili wamkaribishe Mtume sallallahu alaihi wasallam.
saad bin muaz chifu wa madina alikuwa ameshika lijamu ya ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa anakimbia mbele yake kifua mbele. Labda alikuwa anaiambia dunia ya kwamba hebu tuone, sisi tumemleta mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mzima na akiwa na kheri. Karibu na mji akakutana na mama yake mzee ambaye macho yake yalikuwa yamezofika mno. Katika vita vya Uhud, mwana wake mmoja Amr bin Muaz alikuwa ameuawa shahidi. Saad bin Muaz alipomwona mama yake akasema, ewe mtume wa Mungu, mamangu huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aje na baraka za Allah. Mama akasonga mbele na kwa macho yake dhaifu akaona hapa na pale ili aone uso wa mtume. Ndipo akautambua uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akafurahi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mama, pole sana kwa msiba huu wa mwanao. Hapo mama huyo mwema akasema, ewe mtume wa Mungu, pale nilipoona kuwa mzima, basi ujue kwamba nimekula msiba huu kwa kuuchoma moto. Khalifa mtukufu anasema maneno haya ya kula msiba kwa kuuchoma kwenye moto ni maneno ya ajabu mno na yanaeleza hisia nzito za mapenzi. Ghamu hula binadamu. Mama huyo ambaye katika uzee wake fimbo yake ya kuegemewa ilikuwa imevunjika, kwa ujasiri gani anasema ya kwamba ghamu ya mwanangu itanimalizaje? Ikiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu mzima, basi mimi nitakula ghamu hiyo na mauti ya mwanangu hautakuwa sababu ya kufa kwangu, bali wazo hili ya kuwa mwanangu amejitolea uhai wake kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam litakuwa sababu ya kuniongezea nguvu. Musleh Maud radhiyallahu anhu akiwasifu maansar na akiwaombea anasema, eni maansar, nafsi yangu ijitolee kwenu, nyinyi mlipata sawabu nyingi mno. Kaab bin Ashraf ambaye kutokana na makosa yake ya kutengeneza njama zidi ya Islam na ubaguzi wake na uchochezi wake hata kushiriki kwake katika mpango wa kumua mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtolea hukumu ya kuuawa, na katika hukumu hiyo alikuwa amejumuisha ushauri wa chifu wa kabila la Ansar Saad bin Muaz radhiyallahu anhu. Maelezo yake na jinsi hukumu hiyo ilivyotekelezwa na mauaji ya Kaab bin Ashraf nimekwisha eleza katika hutuba zilizopita. Hata hivyo nitaeleza sehemu yake inayomhusu Saad bin Muaz radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia na kufika Madina, Kaab bin Ashraf pamwe na Mayahudi wengine akashiriki katika mkataba ule wa uhusiano mwema na utengamano na ushirikiano na kulindana ambao ulikuwa umefanyika baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi wa Madina. Lakini ndani kwa ndani ubaguzi na uadui ukaanza kupamba moto moyoni mwake, naye kwa kutumia njama mbalimbali na kwa mipango yake ya kisiasa akaanza kumpinga mwanzilishi wa Islam na Islam kwa jumla. Hivyo imeandikwa kuwa kila mwaka Kaab alikuwa anawapa mashekh wa Kiyahudi msaada mwingi. Siku moja akawauliza mashekh hawa ili wamwambie kwamba vitabu vya dini yao vinasemaje kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ni mkweli au la? Wakasema, kizwahiri inaonekana ndiye yule tuliyekuwa tumeahidiwa katika mafundisho yetu. Kaab aliyekuwa mpinzani mkubwa wa Islam na mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia jibu lao akakasirika sana na akawakaripia na akawafukuza tu, na msaada aliyokuwa anawapa akauzuia.
msaada रात बंद हो गई ulipofungwa kwao baada ya muda mfupi wakaenda kwa Kaab na wakasema sisi tumefikiri tena. दोबारा गौर किया है Khalifa mtukufu anasema hata leo pia mashekh hawachi pesa, na hiyo ndio ilikuwa hali yao. Hivyo उन्होंने कहा जी हमने wakasema tumefikiri upya, kimsingi Muhammad si yule nabii ambaye tulikuwa tumeahidiwa. Hapo Kaab akawafurahia na akaanza kuwapatia msaada. जारी कर दिया Kwa vyovyote vile jambo hilo lilikuwa si kubwa kwamba alikuwa amepata nguvu ya mashekh wa Kiyahudi, lakini jambo lililokuwa linatisha zaidi lilikuwa hili ya kwamba baada ya vita vya Badr Kaab alikuwa ameanza kuonyesha tabia iliyokuwa imejaa ufisadi na fitina tu, na kwa sababu yake hali ilikuwa imepata sura mbaya sana kwa ajili ya Waislamu. Wakati wa vita vya Badr Waislamu walipopata ushindi usio na kifani na wengi wa wakuu wa Kikuraishi wakauawa, hapo Kaab akaelewa ya kwamba sasa dini hiyo mpya kuisha kwake si rahisi. Tulikuwa na fikra kwamba itaisha yenyewe, lakini sasa inaonekana kwamba dini hiyo itaenea. Hivyo baada ya vita vya Badr akaanza kutumia nguvu zake zote katika kuiangamiza dini ya Islam, na akatumia kila njia iwayo, na akaamua kwamba hatakaa hadi awe amemaliza Islam. Na kama nisemavyo ya kwamba baada ya kutokea ushindi wa Islam katika Badr, Kaab alikuwa ameongezeka mno katika ghadhabu yake. Hivyo pale alipoamua kwamba shabaha yake ni kuiangamiza Islam, akajiandaa kwa ajili ya safari na akaelekea Makka, na huko kwa kutumia njia mbalimbali na kutokana na shairi zake akawachochea Makuraishi na akawachangamsha ili walipize kisasi. Akawaambia ya kwamba mmeshindwa vibaya, wakuu wenu wameuawa na nyinyi mmekaa bure, nendeni mkalipize kisasi. Wao wakachangamka. Yeye kwa kupitia hutuba zake na kwa shairi zake akawachochea sana, na kutokana na uchochezi huo wa Kaab hisia zao zilipopata hasira kali, ndipo wakaenda katika Kaaba, naye akawaongoza katika kuchukua kiapo na akachukua ahadi huko wakishika mapazia ya Kaaba ya kwamba sisi hatutakaa kwa amani hadi tumalize Islam. Na mwanzilishi wake alipofanikiwa katika njama yake hakuishia hapa tu, bali akaelekea kwa makabila mengine ya Uarabuni na kisha akayatembelea makabila mbalimbali na akawachochea dhidi ya Waislamu. Kisha akaja Madina na akaendelea na harakati zake na akaanza kutunga mashairi machafu yaliyowakashifu na kuwazalilisha wanawake Waislamu. Na hakuishia hapo, bali pia akajaribu na kupanga njama ya kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaendelea kusambaza upinzani dhidi ya Waislamu, na akajaribu na akapanga mpango wa kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, na kwa kuwatumia vijana wa Kiyahudi akapanga mpango wa kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa fadhila za Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata taarifa yake
kwa wakati na yeye hakuweza kufanikiwa katika mpango wake. Hali ilipofikia mbaya kiasi hiki na Kaab alipovunja ahadi na akafanya uasi dhidi ya serikali na kutokana na njama zake na fitina na uchochezi na matusi na kushiriki kwake katika mpango wa mauaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kutokana na mkataba huo uliokuwa umefanyika baina yake na baina ya wakazi wa Madina, alikuwa raisi na hakimu mkuu wa serikali ya Madina, akafanya uamuzi wake kwamba Kaab bin Ashraf kutokana na makosa yake na kutokana na madhambi yake anastahili auawe, na akawaambia baadhi ya maswahaba zake ya kwamba waende wakamue Kaab. Kutokana na hali na mambo makhsus, mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kwamba Kaab asiuawe hadharani, bali watu wachache kwa siri tu wakiona muda muwafaka waende na wakamue. Na kazi hiyo akamkabizi kwa Muhammad bin Maslama na akamwamrisha kwamba njia yote utakayoitumia kabla hujafanya chochote uwe unapata ushauri kutoka kwa Saad bin Muaz ambaye ni chifu wa kabila la Aus. Hivyo Muhammad bin Maslama akifuata ushauri wa Saad bin Muaz akachukua Abu Naila na masahaba wengine wawili watatu pamoja naye na akatekeleza amri ya mauaji ya Kaab, ambayo maelezo yake na njia waliokuwa wameitumia kama nisemavyo kwamba maelezo ya tukio hilo nimekusha eleza katika hutuba zangu za nyuma. Kwa vyovyote vile njia waliokuwa wameitumia sawa na mpango huo, wakati wa usiku Kaab alikuwa ameuawa. Taarifa ya mauaji yake iliposhamiri mjini ikawafanya Mayahudi wapate kughadhibika mno. Siku ya pili asubuhi, ujumbe mmoja wa Mayahudi ukahudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ukamlalamikia kuwa kiongozi wetu Kaab ameuawa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia na akasema kwamba je, nini hamjui kwamba Kaab alikuwa amefanya makosa gani na amepata adhabu ya makosa yake? Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia makosa yake aliyokuwa ameyafanya. Ndipo watu hawa wakaogopa na wakanyamaza. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ya kwamba yampasa muishi kwa amani kwa siku za mbele na muishi kwa kushirikiana na msipande mbegu za fitina na ufisadi. Hivyo pamoja na ridhaa ya Mayahudi mkataba mpya ukaandikwa na Mayahudi wakaahidi kuishi kwa pamoja kwa amani na wakaahidi kuepukana na fitina na ufisadi za aina zote. Mkataba mpya ukaandikwa na katika historia haijaelezwa katika sehemu yoyote ya kwamba baada ya mkataba huo kuandikwa Mayahudi walikuwa wameeleza habari ya mauaji ya Kaab bin Ashraf mbele ya Waislamu, kwani mioyo yao ilikuwa inajua na inakiri kwamba Kaab alikuwa mkosefu na yeye akapata adhabu kutokana na makosa yake. Kaab akaadhibiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam pia hakukataa kwamba hatukufanya lolote, bali akawatajia makosa yake na akatoa uamuzi wake akiwa kiongozi mkuu wa serikali. Na katika uamuzi wake alikuwa amejumuisha rai za machifu wawili wa Madina walikuwa Waislamu, kina Saad bin Muaz na kadhalika. Kabila la Kiyahudi
banu nazir lilipanga mpango wa kumua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwangushia jiwe kutoka juu. mwenyezi mungu kwa wahi wake akamjulisha mtume saa salam. mtume sallallahu alaihi wasallam pamwe na masahaba zake alikuwa amewaendea watu wa kabila hilo. mtume saa salam mara moja akarejea madina. baadaye mtume saa salam akatoa amri ili wazunguke kabila hilo. rabiul awal mwaka wa 4 wa hijria mtume sallallahu alaihi wasallam akalazimika kuandaa jeshi zidi ya kabila hilo, na matokeo yake yakawa haya kwamba kabila hilo likafukuzwa nje ya madina. mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata mali ya mateka ya vita vya banu nazir akamuita Thabit bin Qais na akasema kwamba waite watu wako. Thabit akasema, ewe mtume wa mungu, ni waite watu wa Khazraj. mtume saa salam akasema, uwaite maanswar wote. hivyo akawaita watu wa Khazraj na Aus. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawahutubia, akamhimidia mwenyezi mungu, kisha akaeleza kuhusu zile hisani walizokuwa wamewafanyia muhajirina, jinsi maanswar walivyokuwa wamewasaidia muhajirina na walikuwa wamewapa maskani na malazi katika nyumba zao. kisha akasema kuwa ikiwa mnapenda basi niwagawie nyinyi na muhajirina mali itokayo vita vya banu nazir. muhajirina watabaki katika nyumba zenu kama walivyo saizi, na nyinyi mtaendelea kuwatendea kwa wema kama mnavyoendelea kuwafanyia, na mali hiyo na wapatieni nusu nusu. na sura ya pili ndiyo hii ya kwamba ikiwa mnapenda basi niwape muhajirina mali hii yote, kisha watatoka nje ya nyumba zenu na wataishi kwa kujitegemea, sababu watakuwa wamepata mali. hapo Saad bin Ubada na Saad bin Muaz wakashauriana kwa pamoja, kisha wakasema, ewe mtume wa mungu, mali hiyo uwagawie baina ya muhajirina. na pia wakasema ya kwamba muhajirin waendelee kuishi katika nyumba zetu kama kawaida, na hatutaki kwamba baada ya kupata mali waache nyumba zetu, na udugu wetu huo tunataka uendelee na udumu. na wakasema kuwa, ewe mtume wa mungu, tuko razi na hatuna upingamizi wowote juu ya uamuzi wako, na wewe unaweza kuwagawia muhajirina mali zote. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe allah, uwarehemu maanswar na uwarehemu watoto wa answar. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawagawia muhajirina mali ya mateka, na hakumpa yeyote kutoka answar isipokuwa watu wawili tu waliokuwa na haja nayo, ambao walikuwa Sahal bin Hanif na Abu Dajana. na mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Saad bin Muaz upanga wa Abu Haqiq Myahudi. upanga wake huo ulikuwa na umaarufu mkubwa katika Mayahudi. tukio la ifk litokalo na hata Aisha radhiallahu anha akashutumiwa. mtume sallallahu alaihi wasallam hata Aisha radhiallahu anha na familia yake wakauzika mno, na katika zama hizi siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kuhusu mwenendo huo mbaya wa wanafiki mbele ya masahaba zake, wakati huo Saad bin Muaz akaeleza hisia zake za kiimani. tukio hilo limeelezwa na Muslim Maud radhiyallahu anhu, na nilipokuwa nimeeleza kumbukumbu za Mista nilikuwa nimeeleza habari yake. hata hivyo sehemu inayomhusu Saad bin Muaz nitaieleza hapa, kama nisemavyo kuwa
siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka nje ya nyumba na akawakusanya masahaba na akasema, je, yupo atakaye ni okoa kutoka mtu ambaye ameniuzi? muradi wake ulikuwa abdullah bin ubay bin sulul. hazrat saad bin muaz raziallahu anhu aliyekuwa chifu wa kabila la Aus akasimama na akasema, ewe mtume wa Mungu, ikiwa mtu huyo ni kati yetu basi tuko tayari kumua, na ikiwa yupo kutoka kabila la Khazraj hata hivyo tuko tayari ya kumua. wakati wa vita vya Handaki, abu sufyan akamtuma chifu wa banu nazir aitwaye hui ili aende kwa Ka'b bin Aswad chifu wa banu Quraiza na amchochee ili mkataba waliofanya kwa waislamu au vunje tu. alipokataa kufanya hivyo, yeye akampa matumaini na akampa imani ya kuangamia kwa waislamu na akamfanya arizie juu ya kutokufuata mkataba huo, bali akamfanya akubali kwamba wao watawasaidia makafiri wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mirza Bashir Ahmad Saheb ameeleza habari hii katika sira ya Khatama Nabiin. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya uasi wa Banu Quraiza mwanzoni, akamtuma Zubair bin al-Awwam ili alete taarifa yao kwa kujificha, kisha akautuma ujumbe maalum uliokuwa na viongozi wa makabila ya Aus na Khazraj, Saad bin Muaz na Saad bin Ubada na masahaba wengine wakubwa, na akawaamrisha kuwa ikiwa kutatokea habari ya kutisha basi warejee na wasieleze kwa yeyote, bali watumie hekima na busara ili isitoke tashwishi baina ya watu. Watu hawa walipofika kwa maskani ya Banu Quraiza na wakamwendea chifu wao Ka'b bin Aswad, mtu huyo akakutana nao kwa kibri na majivuno sana, na pale walipoelezewa habari ya mkataba, watu wa kabila lake wakapata hasira na wakaghadhibika mno na wakasema kwamba nendeni, hatukubali mkataba wowote wala hatukufanya mkataba. Ujumbe wa masahaba waliposikia maneno hayo wakainuka na wakarejea, na Saad bin Muaz na Saad bin Ubada wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakampatia habari hiyo. Wakati ule hatua hiyo ya Banu Quraiza ilikuwa yenye kutisha kwa Waislamu. Makafiri wa Makka walikuwa wameuzunguka mji wa Madina toka pande zote, na kwa sababu ya hali ya kivita Waislamu walikuwa hawawezi kuchukua hatua yoyote dhidi ya kabila hilo. Lakini vita ilipokwisha na Waislamu wakarejea Madina, Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kashf ya kuwa Banu Quraiza kwa sababu ya uasi wao waadhibiwe. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatangazia kwamba Waislamu waelekee ngome za Banu Quraiza na sala ya alasiri waswali huko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Ali pamoja na kikosi kimoja ili atangulie. Vita hii ina maelezo marefu na kuna habari ya uamuzi wa Saad bin Muaz radhiyallahu anhu, hivyo muda huu ni mdogo, nitaeleza katika hutuba ijayo. इसलिए इंशाअल्लाह ताला वक्त आइंदा इंशाअल्लाह ये तफसील बयान करूंगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر